Halo, habari za wakati huu. Nimekuwa nikipata maswali mengi sana kuhusu ni njia gani ya haraka sana ya kutibu au ya kushusha presha ya damu. Njia gani ya haraka sana ya kushusha presha ya damu. Kama nilivyoelewa ni kwamba huyu mtu aliyeuliza hili swali alihitaji kupewa njia ya haraka zaidi kuliko formula nyingi ambazo nimekuwa nikitoa za vyakula. Formula za vyakula, labda tumia lishe ya carnivore diet au tumia lishe ya ketogenic diet. Sasa yeye alikuwa anahitaji afanye nini exactly kama pressure yake iko juu ili shuke. Ikishashuka basi aendelee na utaratibu wa chakula. Sasa hapa nitakuelezea kwa kifupi chakula unachotakiwa kutumia kama presha yako iko juu au kama sukari yako iko juu au kama una matatizo ya stroke au kama una matatizo ya uzito mkubwa au kama una matatizo mengine yatokanayo na mfumo wa lishe. Alafu mwishoni nitakuja kutoa solution ama kuelezea unatakiwa utumie nini exactly kwa ajili ya kuishusha pressure yako ndani ya muda mfupi, takriban ndani ya masaa 2, 3 mpaka 6 pressure yako itakuwa imeshuka. Hivyo naomba unisikilize mpaka mwisho. Lishe ambayo anatakiwa kutumia mgonjwa wa pressure ama mgonjwa wa kisukari ama mgonjwa wa stroke ama mgonjwa wa kansa ama mgonjwa wa ugonjwa wowote ule ambao ni ugonjwa wa lishe, ni lishe aina mbili. Hizi nimekuwa nikizielezea mara kwa mara. Lishe ya kwanza inaitwa ketogenic diet. Hii ketogenic diet ni lishe ambayo inahusisha chakula inahusisha matumizi ya chakula cha mafuta kwa wingi, wanga kidogo pamoja na protini kawaida. Yaani unaandaa chakula chako lakini unaweka mafuta mengi, unaweka wanga kidogo, na tunasema iwe ni gramu 20 mpaka 50. Kwa hiyo ni wanga kidogo sana. Alafu unaweka protini ya kawaida. Protini siwe nyingi ila iwe ya kawaida. Nadhani hapo umenielewa. Hii ni lishe, yani nakupa lishe ambayo unatakiwa kuiandaa. Na ni tiba lishe kwa sababu ukiandaa kwa muda mrefu, kwa wiki moja, wiki mbili unakula kama nitakavyoelekeza hapa, pressure yako itakuwa normal kabisa. Sukari yako itakuwa normal kabisa. Magonjwa mengi yatokanayo na mfumo wa chakula yatapotea na kupona kabisa. Narudia, ketogenic diet ni ule mfumo wa kuandaa chakula chako, lakini kile chakula kinakuwa na mafuta mengi. Yani unaandaa mafuta mengi kwenye sahani yako, unaandaa wanga kidogo, na tunasema ni gramu 20 mpaka 50, alafu unaandaa na protini ya kawaida, yani kiasi cha kawaida cha protini. Kwa maana yake mafuta tunayoyazungumzia hapa ni yale mafuta mazuri. Mafuta mazuri. Mafuta yatokanayo na wanyama, mafuta ya mzeituni, mafuta ya nazi, mafuta ya parachichi, mafuta ya mawese, samli, mafuta ya karanga. Haya ndo mafuta mazuri. Kwa hiyo unapoandaa chakula chako hakikisha miongoni kati ya haya mafuta niliyokuelezea basi unatumia mafuta mojawapo. Na yanatakiwa yawe mengi, lakini wanga unatakiwa uwe kidogo, asilimia gramu 20 mpaka 50, alafu na protini ya kawaida. Lengo la dati hii ni kukufanya wewe uache kutumia vyakula vya wanga na sukari kwa wingi, kwa sababu hivi vyakula ndivyo vilivyokusababisha mpaka leo wewe unaumwa.
ndivyo vilivyokusababisha kwa 99% mpaka leo wewe una changamoto hizi za magonjwa ya lishe. Kwa hiyo diet hii lengo lake ni kupunguza ama kuondoa kabisa matumizi ya vyakula vya wanga na sukari, ili kukuweka katika mfumo mwingine wa kutumia mafuta, wa kutumia protini na wa kutumia virutubisho vingine tofauti na wanga. Kwa sasa lishe yako unatakiwa uiandaeje? Mafuta unaweza kupata kati ya hivyo vitu nilivyokuelekeza, lakini protini unaipata kwenye nyama, unaipata kwenye samaki, unaipata kwenye mayai, na mazuri ni yale mayai ya kienyeji, na unaweza ukaipata kwenye dagaa. Narudia, protini unaipata kwenye nyama, protini unaipata kwenye samaki, protini unaipata kwenye mayai, protini unaipata kwenye dagaa. Hivi ni vyakula vya protini ambavyo unatakiwa kuvizingatia, kuviweka kwenye sahani yako pale kama wewe unahitaji kupona haya magonjwa ya lishe. Lakini vyakula vya mafuta nimevielezea, ila mafuta yanaweza kupatikana kwenye nyama, mafuta yanaweza kupatikana kwenye samaki pia. Kwenye nyama unapata mafuta, kwenye samaki pia unapata mafuta. Kwa hiyo lishe yako inakuwa hivi. Sasa unaandaaje? Kabla ya namna ya kuandaa, wanga unapata wapi? Wanga kidogo niliouzungumzia unaupata wapi? Wanga unaweza ukaupata kwenye vyakula vyenye wanga kidogo. Narudia, wanga unaweza ukaupata kwenye vyakula vyenye wanga kidogo, tunaita low glycemic index food substance, au unaweza ukaupata kwenye vyakula vya wanga ambavyo tunaviita wanga mgumu au complex carbohydrate. Wanga mgumu au complex carbohydrate. Hizi ni pamoja na miogo, viazi vitamu, magimbi, maboga na ndizi mbichi, ndizi za kupika. Lakini wanga kidogo pia unaweza ukaupata kwenye mboga za majani. Mboga za majani zina asilimia ndogo sana ya wanga. Kwa hiyo kwenye lishe hii unaweza ukainclude vitu kama hivyo. Ila tunasema wanga uwe ni kidogo. Hasa wanga unaotokana na wanga mgumu uwe ni kidogo. Kwa sahani yako asubuhi unaweza ukaamka, chai yako ikawa ni chai green tea, tunasema green tea, au ukatumia chai ya viungo kama chai ya mdarasini, chai ya tangawizi. Alafu hiyo chai usiweke sukari. Alafu kitafunwa chako ukaweka mayai 3 mpaka 4. Mayai 3 mpaka 4 yaliyochemshwa au yaliyokaangwa. Ila kama utaamua kuyakaanga, basi utumie mafuta ya mzeituni au mafuta ya nazi. Au unaweza ukaweka kipande kimoja kikubwa cha nyama. Iwe nyama yoyote, nyama ya ng'ombe, nyama ya kuku, lakini kiwe kimechemshwa au kiwe kimechomwa, au nyama hiyo iwe imekaangwa. Ila kama ni kukaanga, basi uwe umetumia mafuta ya nyama yenyewe au mafuta ya mzeituni au mafuta ya nazi. Hiyo ni kifungua kinywa. Japo mimi katika masomo yangu huwa nashauri watu waondoe kifungua kinywa. Yaani kwenye programu zangu huwa nasisitiza watu watumie milo 2 au 1 tu. Kwa hiyo mlo wa kifungua kinywa unaachana nao kabisa. Sasa mchana, ikifika mchana, chakula cha mchana, andaa samaki yako, kipande kimoja cha samaki kikubwa ya kutosha, kiwe kimekaangwa au kiwe kimechemshwa. Kama utaamua kukaanga, tumia mafuta ya samaki yenyewe, ama tumia mafuta ya nazi au tumia mafuta ya mzeituni. Lakini kingine unaweza ukaweka mboga za majani nyingi za kutosha, ukaweka na tunda aina ya parachichi 1, alafu unaweza ukaongeza
na unaweza ukaongeza na gimbi moja ama nusu kipande cha gimbi, ama ndizi moja. Chakula chako cha mchana unamaliza, unashushia na maji kawaida. Na hapa ningeshauri kama ni maji, basi tumia maji ya chumvi ya mawe. Alafu chakula chako cha jioni hiki kinatakiwa kiwe chakula simple kabisa. Supu ya samaki au supu ya nyama aina yoyote ile. Unaweza ukatafuta kongoro, unaweza ukatafuta nyama yoyote ile, ila iwe supu. Alafu ukashushia na kikombe cha maziwa ya mtindi kama unatumia hayo maziwa mtindi. Unakuwa umemaliza siku yako vizuri kabisa. Sasa ukifata huu utaratibu kwa muda wa wiki 2, wiki 3, utashangaa afya yako inaanza kuimarika. Hii lishe itakusaidia kupungua uzito. Kwa sababu hakuna vyakula vingi vya wanga na sukari, lakini pia itakusaidia kukata mafuta mabaya kwenye mwili, kwa sababu mwili utafika mahala hauna glucose ya kutumia, hauna carbohydrate ya kutumia kama chanzo cha nishati. Kwa hiyo utalazimika kutumia mafuta kama chanzo cha nishati, ambayo hii process inaitwa ketosis. Kwa hiyo hii itasaidia kama una cholesterol, kama una mauvimbe mbalimbali kwenye mwili, kama una masuala ya kitambi, una manyama uzembe, yataanza kutoweka yenyewe. Lakini hii lishe itakusaidia kushusha sukari ama kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu, kwa sababu inafanya kazi ya kushusha kiwango cha insulini kwenye mwili. Kwa hiyo ina manufaa mengi kiafya. Kwa hiyo kama utaendelea na lishe hii, wewe mwenyewe utaanza kuona matokeo mazuri. Sasa tuje kwenye swala la pressure imepanda ghafla. Huyu mtu afanye nini ili pressure yake ishuke? Kuna njia nyingi, nilishawahi kutuma video za namna hiyo, lakini hapa ninataka nikupe mbinu moja ama tibalishe moja ambayo ukitumia pressure yako inaweza ikashuka kwa muda mfupi, takriban masaa 3 mpaka 6. Kama ni pressure imepanda, iko kubwa, iko kwenye 200, 180, ukitumia hii njia pressure yako itashuka kwa muda mfupi. Njia hii ni ya kutumia bamia pamoja na kitunguu swaumu. Kwa hiyo unaweza kuandaa bamia zako 4 au 5, ukazisafisha vizuri, ukazikatakata katika vipande vidogo, kaweka kwenye blender. Alafu ukatafuta punje 5 mpaka 6 za vitunguu swaumu, ukaziponda vizuri, ukaweka kwenye blender, ukasaga ikawa juice. Ikishakuwa juice, kunywa glasi moja kutwa mara 3. Hii juice inakata sukari vibaya mno, inashusha pressure kwa haraka sana. Kama we pressure yako ni kubwa, tumia hii formula, itakusaidia sana. Mbali na hivyo, inaweka sawa mfumo wa homoni. Kwa hiyo kwa wale wenye changamoto ya nguvu za kiume, changamoto ya kukosa hamu ya tendo la ndoa, changamoto ya uzazi, hii juice pia ni dawa nzuri sana. Itumie, itakuja kukusaidia.